Na mtazamaji ujambo na karibu katika habari kwa fupi kutoka hapa Channel 10. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela. Mgombea wa rais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan amewaeleza wananchi wa Butiama mkoani Mara kuwa chama chake kimefanikiwa kutekeleza miradi mikubwa yenye lengo la kuleta maendeleo kwa wananchi. Dr. Samia amesema hayo katika mwendelezo wa kampeni zake katika kanda ya Ziwa, ambapo leo amepiga hodi katika halmashauri ya wilaya ya Butiama mkoani Mara, ambapo amesema chama kimeendelea kutekeleza ndoto za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye aliacha misingi mizuri. Amesema wameendelea kutafsiri sera na falsafa alizoacha baba wa taifa ili kufikia malengo mazuri na ya kuimarisha taifa. Nafurahi kufika hapa Butiama alipozaliwa mwana majumui wa Afrika, mzalendo wa kweli na baba wa taifa letu Mwalimu Julius Nyerere. Niwashukuru sana kwa mapokezi haya makubwa. Kwa kweli Butiama mmeonyesha umoja na mshikamano. Butiama oye! Nimefurahi kwa mapokezi makubwa haya hapa uwanja wa Mwenge. Asanteni sana sana Butiama. Ndugu wananchi, siku 4 zijazo, tarehe 14 mwezi wa 10, tutakuwa na kumbukizi ya miaka 26 ya kifo cha baba wa taifa letu Mwalimu Nyerere. Tunapozungumzia baba wa taifa, hatuwezi kumtenganisha na misingi ya kiitikadi na kifalsafa iliyojengwa au aliyojengea nchi yetu, ambayo ilibebwa na dhana kama vile uhuru na umoja, uhuru na kujitegemea, uhuru. Jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori ya Isawima inayomilikiwa na vijiji 15 wilayani Kaliua mkoani Tabora imeeleza kuwa imefanikiwa kudhibiti vitendo vya uvamizi kwenye hifadhi hiyo kwa wastani wa 75%, wakati huu ambapo bado wavamizi wanaendelea kulitamani eneo hilo la hifadhi kufanyia shughuli za kijamii ikiwemo kilimo na ufugaji. Ni katika mkutano mkuu wa jumuiya ya Isawima ambao umewakutanisha viongozi wanaounda jumuiya hiyo ya vijiji 15 pamoja na wadau. Katibu mkuu wa jumuiya ya Isawima Hamisi Katabanya akaanza kwa kutoa taarifa ya utekelezaji kuhakikisha hifadhi inaendelea kulindwa. Fanikiwa kuondoa wavamizi kwa 75%, na jambo hili bado hatutaweza kulimaliza. Ni jambo ambalo ni mchakato, kwa sababu tunaziwia kufanya watu shughuli zao kule. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na silaha. Wakati mwingi tumekuwa tukitaka kutekeleza majukumu yetu, lazima tushirikiane na TAWA, tushirikiane na polisi. Sasa taasisi kama Isawima ambayo serikali imesha declare interest, lazima tuwe na silaha zetu wenyewe. Akifungua mkutano huo kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Kaliua, afisa tawala ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kaliua Charles Makwaya amewataka viongozi wa jumuiya ya Isawima kuendelea kuweka mguu chini ili kukomesha vitendo vya uvamizi ndani ya hifadhi hiyo. Kazi hii si ndogo, kazi hii ni kubwa na ni kazi yenye lawama. Msiogope lawama. Mimi naamini watu wengi sana wanatamani kwenda kuvamia zile hifadhi. Sasa wakikuta mko strong, mko imara, hapo ndipo mwanzo wa majungu yanaanza na hapo. Lakini lengo tu ni kuwakatisha tamaa, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kuwakatisha tamaa ili tusiwepo na hifadhi ya Isawima. Lakini mpaka hapa tulipofikia, hifadhi hii itakuwa endelevu. Uwepo wa hifadhi hii ya Isawima umekuwa na manufaa makubwa hasa kwa vijiji jirani. Tunachojivunia kwamba tumekuwa na mshikamano mzuri wa viongozi kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa mpaka wizara. Kwa upande wa kina mama, jumuiya ya Isawima ina manufaa kwa sababu imeweza kusaidia sehemu kubwa. Kwa upande wa zahanati imeweza kutoa michango mbalimbali, na kwenye upande wa maji sehemu zingine imeweza kutoa michango kwa ajili ya kuboresha visima. Eneo hilo la Isawima lenye ardhi oevu limekuwa na umuhimu mkubwa kutokana na kuwa ni sehemu ya vyanzo vikubwa vya mto Malagarasi unaopeleka maji ziwa Tanganyika. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Shirika la Posta Tanzania limesema litaendelea kutoa huduma bora kwa wateja wao huku likizingatia utoaji wa huduma kupitia mitandao ya teknolojia kuenda na mabadiliko ya sayansi na teknolojia.
Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya shirika la posta duniani, Paul Mshanga, meneja wa shirika la posta mkoa wa Dar es Salaam, amesema dhamira ya shirika hilo ni kufanya mageuzi ili kuwa injini ya maendeleo endelevu, hususan kupitia matumizi ya mifumo ya kidigitali, ubunifu katika utoaji huduma endelevu. Kwa upande wake, meneja msaidizi Hamisi Suwed amesema dhamira ya shirika ni kuwaunganisha wateja kitaifa na kimataifa na kutoa huduma za kuaminika na usafirishaji wa bahasha kibiashara kwa kutumia mashirika ya posta. Tuna duka mtandao ambalo mwananchi ana uwezo wa kuuza na kununua bidhaa zake. Linaitwa Kipepeo Shop. Tunazo bidhaa ambazo sisi tunaweza tukamfikishia mteja moja kwa moja. Tuna teksi mtandao inaitwa Swiftpack. Mteja ana request, analetewa chochote nyumbani anachotaka. Anaweza akasafirishwa yeye au akasafirisha mizigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Zetu tunaziboresha, tuna biashara sasa hivi sisi kidigitali. Posta tumeamka, tumetoka kwenye mambo ya analog, sasa hivi tuko kwenye kidigitali na kila kitu tunakifanya kidigitali. Tuna application yetu inaitwa Posta Kiganjani. Ukiingia kwenye hiyo utakuta huduma zetu zote zimepelekwa hapo kidigitali. Kwa hivyo tunachowaomba wananchi wote tuendelee kulitumia shirika lenu pendwa la Posta Tanzania. Leo linasherehekea birthday ya Umoja wa Posta Duniani, ikiwa ni mashirika ya posta karibu 192 duniani kote. Huduma za posta, na tumekuwa tukifanya nao kazi kwa kushirikiana sana na tunazifurahia sana huduma zao. Tunashukuru sana kwa kupata nafasi hii ya kuhudhuria kwenye hafla nzuri kabisa ya wiki ya maadhimisho kwa wateja. Kwa hiyo tunasema asante na tutaendelea kushirikiana nao kama tunapokuwa tunafanya kazi ilivyokuwa awali. Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC kwa ushirikiano na Mamlaka ya Usimamizi wa Mazingira Zanzibar ZEMA wameingia makubaliano ya ushirikiano yatakayorahisisha utekelezaji wa majukumu ya kulinda na kuhifadhi mazingira kwa manufaa ya wananchi wa pande zote mbili za muungano. Akizungumza katika mkutano maalum wa bodi hizo, mwenyekiti wa bodi ya ZEMA Asha Ali Hatibu amesema hatua hiyo ni muhimu kuhakikisha kuna uratibu mzuri wa shughuli za kimazingira, kubadilishana uzoefu, taarifa na teknolojia. Naye mwenyekiti wa bodi ya NEMC Mwana Asha Tumbo ameeleza makubaliano hayo ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya 2025 hadi 2050 kitaifa yanayolenga kulinda rasilimali za asili na kuhakikisha maendeleo yanazingatia misingi ya utunzaji wa mazingira. Taasisi ambazo zinazoshabihiana kazi zake ziwe kuwa kuna mashirikiano ya karibu na ndio maana tukaanzisha huu ushirikiano wa karibu. Lakini ushirikiano hatuwezi kusema ulikuwa haupo, ulikuwa kuwepo, lakini baada ya maagizo haya ndo tumekutana na tunatarajia kutengeneza MOU nayo dira yetu 2020-2050 ambayo ina nguzo mahususi inayohusiana na masuala ya mazingira. Kwa hiyo katika utekelezaji wa nguzo hiyo ya mazingira, huwezi, kama tunavyotambua, huwezi kutekeleza jambo peke yako. Tumeona tushirikiane ili tuhakikishe dira hiyo inaweza kutekelezeka. Na ushirikiano huo utasaidia kuimarisha juhudi za pamoja za kudhibiti uharibifu wa mazingira pamoja na kushughulikia changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Shirika la umeme Tanzania limewataka Watanzania kutunza mazingira kwa kutoka katika matumizi ya nishati chafu na kutumia nishati safi ya kupikia ikiwemo umeme. Mpaka sasa Watanzania 350 wamefikiwa na kuunganishiwa umeme na kupatiwa mkopo wa majiko ya umeme, ikiwa ni mpango maalum wa shirika hilo wa kuwawezesha Watanzania kutumia nishati safi. Hayo yamebainishwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila katika maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja, ambapo ameitaja ajenda ya nishati safi ya kupikia ni sera ya serikali ambayo inazitaka taasisi za umma na binafsi kuhakikisha ifikapo 2030 asilimia 80 ya Watanzania wao wamefikiwa na huduma hiyo. Naye mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme Tanzania Lazaro Twange akisema shirika lina wajibu wa kuwasikiliza wateja, kupata maoni juu ya upatikanaji wa huduma na kuona namna bora na rahisi ya kuwafikia popote walipo na kutangaza bidhaa mpya zinazotolewa na TANESCO. Lakini zaidi pia tuwapongeze sana kwa kuja na mpango huu wa kukopesha majiko ya nishati safi. Naombeni tena tuongeze makofi mengi. Maana kina mama mko hapa, unaweza kumwomba baba hela
ya kwenda kununua jiko. Akwambia hebu achana nalo, kwanza jiko lenyewe ni gharama. Alafu na wewe ukajiunga kwenye huo mkumbo kwamba ni kweli jiko lenyewe ni gharama. Nataka mje niwaambie ukweli. Anayeumia kwa haraka na afya ya kutumia nishati chafu ni wewe mwanamke. Sisi TANESCO, mteja ni zaidi ya neno lenyewe, kwa sababu tunajua kazi zetu kipimo ni mteja anajisikiaje. Tumeboresha mambo mengi, tuna kituo chetu cha kupokea miito ya simu, tuna magrupu ya WhatsApp, tuna SMS, back SMS, tuna mitandao yote Instagram, Facebook, kote tupo. Tumesogelea sana wateja wetu, tuna mawasiliano mazuri na rafiki zetu wenye viti wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji. Yote hii ni kuhakikisha taarifa zote muhimu kutoka TANESCO zinafika kwa wateja bila kuchelewa. Hili jiko ni nzuri sana kwa nishati, kwa umuhimu wa binadamu, kwa afya yako, kwa kila mwanadamu, na si wanawake wenzangu na kuhamasisha tufanye umuhimu kununua majiko kama haya, kwani kutumia kuni, vifuu, moshi kunahatarisha afya ya binadamu. Viongozi wapya wa chama cha wafanyakazi wa viwanda, biashara, taasisi za fedha, huduma na ushauri TWICO mkoa wa Ilala na Kinondoni kanda ya Dar es Salaam wametakiwa kuendelea kutatua changamoto za wafanyakazi ili utendaji kazi wao waletee maendeleo wafanyakazi na taifa kwa ujumla. Msuluhishi mkuu kutoka Tume ya Usuluhishi na Uamuzi Albin Msuri akizungumza na wanahabari mara baada ya kufanyika uchaguzi wa kamati ya wanawake na kamati tendaji ya mkoa wa Ilala na Kinondoni, amesema kila kiongozi anapaswa kuwajibika katika nafasi yake kwa kuwatumikia wafanyakazi na kukijenga chama. Wito kwa viongozi waliochaguliwa kwa kura kwa siku ya jana leo ni kwamba wanatakiwa waende wakakijenge chama kwa misingi ya katiba ya chama, kwa sababu katiba ya chama inaelekeza kila kiongozi na kila ngazi ya uongozi na majukumu yake. Uchaguzi wetu tumeufanya kwa amani, uchaguzi ulikuwa huru na wa haki, kwani basi wanachama wetu na wafanyakazi kutoka kwenye hizo sekta 4, yani sekta ya viwanda, sekta ya biashara, sekta ya taasisi za fedha na huduma na ushauri, wameweza kwenda kutimiza takwa lao la msingi la kidemokrasia la kwenda kuchagua viongozi ambao wanaona wataweza basi kwenda kuwapigania maslahi yao. Wanachama watarajie zile kero ambazo tulikuwa tumezibakiza kwa awamu ya kwanza, nadhani tutaenda kuzimalizia zote kuzitatua. Tunajua kuna changamoto nyingi sana katika mkoa huu wa Ilala, hasa katika sekta ya viwanda. Viongozi waliochaguliwa ni wa kamati ya wanawake mkoa wa Ilala na Kinondoni, ambao ni mwenyekiti wa kamati ya wanawake, wajumbe wa kamati na mwakilishi wa wanawake katika mkutano mkuu wa wanawake taifa, na viongozi wa kamati tendaji ya mikoa hiyo ambao wataongozwa kwa kipindi cha miaka 5. Mtazamaji, na sasa karibu tutazame katika upande wa habari za kimataifa. Tunaambiwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi amemtaka Rais wa Rwanda Paul Kagame kuamuru waasi wa M23 kuondoka mara moja mashariki mwa Kongo. Tshisekedi alisema hayo katika mkutano wa Global Gateway uliofanyika jijini Brussels. Hatua hiyo inakuja wakati kumekuwa na ongezeko la mvutano kati ya nchi hizo jirani na kuzua hofu mpya kuhusu mustakabali wa usalama katika eneo hilo la Maziwa Makuu. Tshisekedi aliwaambia wajumbe wa mkutano huo kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana bila kumaliza kabisa uingiliaji wa mataifa ya nje na kusitishwa kwa mashambulizi ya mipakani. Nao mamlaka za Rwanda zimemjibu rais huyo wa Kongo kwa kutuhumu kwa madai kuwa yeye ndiye anayechochea migogoro kupitia vitisho na misaada kwa wanamgambo. Mtazamaji, na sasa tutazame katika upande wa habari za michezo. Tunaambiwa ligi daraja la kwanza nchini Tanzania maarufu kama NBC Championship inatarajiwa kuanza rasmi kutimua vumbi leo kwa msimu mpya wa mwaka 2025-2026. Msimu huu unatarajiwa kuwa na mizunguko 30 kabla ya kupatikana timu zitakazopanda daraja na kujiunga na ligi kuu Tanzania bara.
Katika siku ya ufunguzi hii michezo miwili itapigwa, ambapo Kagera Sugar ambao wameteremka kutoka ligi kuu wataanza kampeni zao za kurejea katika ligi hiyo kwa kuikaribisha Transit Camp katika uwanja wa Kaitaba mjini Bukoba. Wakati huo huo, uwanja wa Sheikh Amri Abeid Karume mjini Arusha utashuhudia pambano kali kati ya Mbuni na Mbeya Kwanza. Michezo yote miwili itaanza majira ya saa 10 jioni, huku wadau wa soka wakitarajia msimu wenye ushindani mkali na burudani ya hali ya juu kutoka kwa timu shiriki za ligi hiyo. Na mtazamaji, mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa Channel 10. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, endelea kuwa nasi.